Kila mwana Simba alikuwa na matumaini makubwa na Mpanzu msimu huu, na hii ni baada ya kuonyesha ishara za kuwa mchezaji muhimu msimu uliopita. Msimu huu watu walitegemea moto, magoli na kiwango bora kutoka kwake, kwa tayari ameizoea ligi ya Bongo na mazingira yote, ila kila kukicha kiwango chake kinazidi kushuka. Jana ndio alikuwa mchezaji mbovu kiwanjani. Alipoteza mipira mingi kizembe na hakuona nini cha ziada anafanya. Haraka sana anatakiwa kuangalia kiwango chake na kurudi kwenye njia bora. Elie Mpanzu alisajiliwa na Simba Sport akitokea AS Vita klabu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mkataba wa miaka 2. Anatambulika kama winga wa kushoto na pia anaweza kucheza kama kiungo mshambuliaji nyuma ya forward namba 10. Kocha wa Simba Sport alimwekea nafasi ya kuwa sehemu ya safu ya mbele na ujenzi wa mashambulizi kutokea pembeni, mambo anayofanya vizuri. Katika mechi ya Februari 2025, Mpanzu alifunga bao na kuonyesha uwezo wa kushambulia, akisaidia Simba kushinda bao 3-0. Katika mchezo mwingine alitoa master class, alifunga na kuambatanisha kwa kutoa pasi za mafanikio 2, akionyesha si tu uwezo wa kufunga bali pia kutoa msaada kwa wenzake. Mbinu zake za kucheza na kasi, uwezo wa kupita mtu na kucheza pembeni zinamfanya kuwa hatari kwa wapinzani kwenye sehemu za kuboresha. Mpanzu mwenyewe alisema kwamba hajawahi kuonyesha hata 80% ya uwezo wake na bado alihitaji muda zaidi kuizoea ligi ya Tanzania. Ingawa analeta athari nzuri, bado anahitaji kuwa mara kwa mara ndani ya kikosi cha kwanza cha Simba Sport, kuimarisha mzunguko wake wa maamuzi, uthabiti wa mchezo na kuhakikisha anafanya kazi si ikiwa tu ni pamoja na hatua za ulinzi na kushambulia. Pia Simba Sport ilitafuta mchezaji wa nafasi hii ya kumpigia msasa Mpanzu. Hii iliashiria kwamba anaweza kuwa na mpinzani. Elie Mpanzu ni mchezaji mzuri ambaye ana uwezo mkubwa ndani ya Simba Sport. Anachukua nafasi ya kiungo mshambuliaji na tayari alikwisha kuonyesha ubora wa mashambulizi, uwezo wa kutoa pasi na kuchangia magoli. Hata hivyo, bado hajawa kipenzi kizuri cha wana Simba. Mpanzu alijiunga na Simba msimu uliokuwa ukiendelea, hivyo alilazimika kuzoea ligi mpya, klabu mpya na wachezaji wapya. Hii iliweza kuathiri mzunguko wake wa kwanza na kasi ya kuonyesha uwezo kamili, matumaini na viwango vya juu. Baadhi ya wafuatiliaji wa wachezaji wakiangalia tu nyota kila wakati wanachangia magoli mara nyingi au kufanya kitu cha juu kabisa, basi hata mchezo mzuri unaweza kuonekana kama kupungua ikiwa hakuonyesha kile walichotarajia. Mpanzu alisema yeye mwenyewe kwamba hajafikia uwezo wake kamili na bado hajawahi kufikia hata kuonyesha 80% kama alivyosema. Ikiwa mchezaji anacheza nafasi ambayo si ya kawaida kwake, winga, mshambuliaji, kiungo, au anapungua muda wa kucheza, inaweza kuonekana kama kiwango chake kimepungua. Hata kama anafanya vizuri sehemu aliyopo, Mpanzu anatokea kucheza na nafasi tofauti ndani ya Simba. Kocha wa Simba alibaini kuwa timu ina kiwango kizuri, lakini inashuka baada ya kucheza sehemu nzima. Hii inaweza kuathiri jinsi watu wanavyomtazama Mpanzu, ikiwa bado anachangia vizuri sehemu ya mchezo lakini haonyeshi kile kiwango ambacho watu wanakitarajia. Matarajio ya mashabiki. Wakati mchezaji anaonekana kuwa na nyota kali kila wakati, tabia ya kawaida ya pamoja ni kwamba matarajio yanaongezeka. Hivyo, ikiwa wakati mwingine haukufuata matokeo ya juu, unaweza kuhisi amepungua hata kama bado anafanya vizuri kwa kiwango cha kawaida. Hakuna ushahidi kamili kwamba Mpanzu amekuwa na majeruhi makubwa, lakini kuzoea timu mpya na mabadiliko ya usajili na kikosi kinaweza kuathiri ufanisi wake kwa muda mfupi. Pia mabadiliko ya kocha, mikakati au mazoezi ya timu inaweza kuathiri mchango wa mchezaji. Na hii ni Nile TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Nile TV. Asante kwa kuwa nasi, nami ni Queen Liz, hadi wakati mwingine, bye bye.